Kwanza kabisa nimwombe Mheshimiwa Diwani wa kata ya Ramadhani Erasto Ngole, karibu sana katika jukwaa hili ili niweze kukupitisha kwa kifupi ujue ni tukio gani ambalo limetukutanisha na umati huu mkubwa katika lounge hii ya Glory. Basi vijana mlioko hapo nje, naomba mumruhusu Mheshimiwa Diwani Erasto Ngole ambaye pia siku ya leo anamwakilisha mbunge wa jimbo la Njombe mjini na mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deo Mwanyika. Mheshimiwa Diwani, karibu sana hapa mbele kabisa. Karibu sana hapa ili tuweze kupata picha yenye mng'ao mzuri. Mheshimiwa Diwani, kwanza naomba nikupitishe kwa kifupi juu ya haya tunaita Deo Mwanyika Talent Show. Kimsingi tunaita one mic. Tunaita one mic? One mic? Samahani, unajua nimesikia sauti ya mrembo kidogo pembeni. Inaitwa one mic karaoke competition. Asante sana. Namna hiyo, kimsingi Mheshimiwa Diwani, kwenye tukio hili Mheshimiwa mbunge alifuatwa na wadau wa Glory Lounge na akaona ni vyema kuunga mkono kwenye zoezi hili. Tangu amekuwa mbunge kwa kipindi cha kwanza, lakini kwa kipindi pia cha pili tukio kama hili halikuwahi kufanyika. Kwa mwaka huu 2026 akaona iko haja sasa ya kuwaunganisha wasanii wetu wadogo kutoka chini na kuwapeleka kuwanyanyua kufikia level za wasanii wengine wa Njombe. Kwa hiyo akasema wako wasanii wakiwepo wengi ambao tunafahamu hapa, wapo wengi wa Njombe hii, lakini akasema hawa wadogo ambao wana uwezo wa kuonyesha vipaji vyao, basi na wenyewe waonyeshe uwezo wao na zoezi hili litakuwa endelevu. Kimsingi leo ndio kwanza ndio linaanza, lakini Mheshimiwa mwakilishi wa mbunge wa jimbo la Njombe mjini, lakini pia ambaye ndio mgeni rasmi, zoezi hili litakuwa endelevu kuanzia sasa na siku zinazoendelea. Hapa tumeanza kwa usajili wa awali ya vijana 50 na wote hao mchujo wa kwanza umeanza. Hatua inayofuata tukaona tunayo heshima kubwa, kwanza useme neno, lakini pale mwishoni utatoa zawadi kwa mshindi wa kwanza, kwa mshindi wa pili na mshindi wa tatu. Na nikujuze tu Mheshimiwa Diwani, wako wasanii ambao wametoka kwenye kata yako zaidi ya wasanii 4. Karibu sana kwa ajili ya kuzungumza na halaiki. Asante sana. Habari za jioni. Mnaendeleaje? Mko poa? Basi kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Njombe mjini na mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa sana Deo Philip Mwanyika, napenda kuchukua nafasi hii kwanza kuwashukuru vijana wa Njombe, hususan wasanii, kwa juhudi nyingi mnazozionyesha katika kuibua vipaji vyenu, lakini pia na wale wasanii wa kati pamoja na wakubwa wote nawapongeza sana, kwa sababu cha kwanza mnajitangaza wenyewe, lakini cha pili mnautangaza mkoa wetu wa Njombe. Ndugu zangu, mimi hapa nimetumwa na Mheshimiwa mbunge. Mbunge alitamani sana kuwepo yeye mwenyewe. Naomba nirudie tena. Mbunge ameniambia kwa hadhi ya tukio hili na kwa mkoani kwetu, kwa sababu ni tukio la kwanza la namna hii, alitamani sana kuwepo yeye mwenyewe. Mpaka jana kwenye ratiba yake ilikuwa inaonyesha anatakiwa leo kuwepo Njombe kwenye hii shughuli, lakini usiku wa jana ratiba za kitaifa zikawa zinamtaka leo awe Dodoma kwa shughuli za kibunge. Kwa hiyo ameshindwa kuja kwa sababu ya ratiba ambazo zimemkatisha usiku wa jana. Cha kwanza amesema niwasalimie sana wasanii wa Njombe, vijana wa Njombe, wapambanaji wa Njombe. Cha kwanza amesema niwasalimie sana na niwaeleze kwamba yeye yuko vizuri, ni mzima, anaendelea kupiga kazi za bunge, hususan kuwapambania wananchi wa jimbo la Njombe mjini. Njombe mjini oye!
Deo Mwanyika hoye! Mwenyekiti wa bunge hoye! Nimepigiwa simu na yeye mwenyewe leo asubuhi akinitaka nimuwakilishe. Baada ya kuingiliwa na hiyo ratiba, amenipigia simu akinitaka nimuwakilishe. Sasa kuna ujumbe amenituma niwaeleze. Cha kwanza, amesema niwaambie wasanii wa Njombe, tulikuwa tumelala kwenye eneo la sanaa na vijana wasanii wa Njombe mlikuwa mmeshindwa kushikwa mkono kwa muda mrefu. Sasa hivi amesema anageukia kwenye eneo la sanaa aweze kufanya kazi na wasanii wa Njombe ili tuweze kuitangaza Njombe, lakini pia tuwatangaze vijana wa Njombe, na mwisho anataka sanaa igeuke ajira kwa vijana. Hapo vipi? Hapo vipi? Naomba tumpigie makofi mengi mengi sana Mheshimiwa Deo Mwanyika. La pili amesema anatamani, pamoja na kwamba mashindano au matukio kama haya yanatokea katikati ya mji, angetamani mwakani mchujo uanzie vijijini. Mchujo uanzie wapi jamani? Uanzie vijijini. Wasanii wa vijijini pamoja na wasanii wa mjini tukutane pamoja, tuchujane, halafu tuje kwenye fainali siku kama hii ya leo. Kwa hiyo anasema kama ambavyo anafanya kwenye michezo mingine, mmeona kwenye drafti, mmeona sasa hivi ameingia kwenye pool table, amewageukia wasanii, anataka kuwashirikisha wasanii wote wa jimbo la Njombe mjini ili tuweze kupata vipaji ambavyo vimefichama bado hatujaviibua, hatimaye tupate wasanii wakubwa watakao tuwakilisha kitaifa na kimataifa. Wasanii hoye! Njombe hoye! Deo Mwanyika hoye! Ninajua bado mna kazi ya kufanya. Ninajua bado mashindano yanaendelea. Bado kuna watu watakao waendelee kupanda hapa stejini, lakini kiufupi niwaeleze kwamba wakati huu ni wakati wa kuonyesha vipaji vyetu. Mheshimiwa mbunge ameamua sasa kufunguka. Anataka kufanya kazi kwa vitendo. Anataka kwenda na wasanii ambao wako tayari. Njombe hoye! Wasanii hoye! Ndugu zangu, niombe tuchangamkie fursa. Naomba tuchangamkie fursa. Nasema haya maneno niko serious kwa sababu mbunge ameniagiza kwamba vijana mjipange vizuri, yuko tayari sasa kufanya kazi na wasanii wa Njombe. Kwa niaba ya Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Njombe mjini, ndugu yetu Deo Mwanyika, narudia kuwapongeza sana washiriki wote na mashabiki wote wa wasanii na watazamia hii ya sanii kwenye mkoa wa Njombe kwa kushiriki kwenu toka mwanzo mpaka sasa katika hili tukio kubwa la kihistoria ambalo limefanyika leo kwa mara ya kwanza kwenye mkoa wetu wa Njombe. Nilikuwa nazungumza na wenzangu hapo nje. Sasa hivi tunaanza kukopu kama tuko Mbeya, Dar es Salaam, Mwanza na majiji mengine makubwa. Matukio kama haya yanapatikana kwenye majiji makubwa. Ni nadra sana kuyakuta matukio kama haya yanapatikana kwenye miji kama Njombe. Tuna kila sababu ya kumpongeza Mheshimiwa Deo Mwanyika. Deo Mwanyika ni mbunge mjanja kwa sababu ameshazunguka dunia nzima. Amekwenda kila mahali. Haya mambo anayafahamu vizuri na ndio maana sasa anayaleta kwetu Njombe. Na washukuruni sana 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 kwa niaba ya mbunge, na nitafikishia salamu ambazo nimekuwa nikipokea hapo nje kwa watu mbalimbali kwamba nimwambie Mheshimiwa mbunge akaze uzi, apambanie wasanii wa Njombe, na kwa kweli hizo salamu nitamfikishia. Lakini sambamba na hilo niwapongeze washindi kuanzia wa kwanza mpaka watatu, sambamba na wale ambao hawakubahatika kupata nafasi leo. Nilikuwa nafuatilia kwenye runinga hapo nje, kwa kweli wengi wameperform vizuri.
lakini nafasi zilikuwa 3. Mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu. Wasanii wote wa mjini na vijijini tutakutana Kifanya kwa kazi kama hii hapa. Tarehe itakayotangazwa muda sio mrefu, Mheshimiwa mbunge anasema sasa tunahamia Kifanya. Kwa hiyo wasanii mjipange vizuri kwamba muda sio mrefu ratiba itatoka, tutakwenda kufanya show kubwa sana pale kata ya Kifanya, halmashauri ya mji wa Njombe na jimbo la Njombe mjini. Kwenu wasanii ninawapongeza sana, nimewapika mwenyewe na nitaendelea kuwapika na hatutaishia hapa. Jumapili mnatakiwa, Jumatatu mfike ofisi ya kata, mwende mkapokee mpunga mnene kwa ajili ya kuwapongeza kwa kutuwakilisha vizuri kwenye hili jambo. Ni lazima tuende kule katani tukawashukuru, mmekuwa mabalozi wema wa kata ya Ramadhani. Hapo vipi? Hapo sawa, mimi nawashukuru sana. Lakini cha mwisho niishukuru sana ofisi ya mbunge. Napenda kuwapongeza sana waratibu kutoka ofisi ya mbunge. Ili naomba nisifinye maneno. Tumeona ofisi za wabunge wengi, lakini safari hii walioko kwenye ofisi ya mbunge wanafanya kazi kisayansi. Wameweza kumsaidia mbunge kufanya mambo mengi ya kijamii. Haya yote yanaratibiwa na ofisi ya mbunge. Kwa hiyo Bwana Kalinga pamoja na Bwana Kayombo, napenda niwape pongezi kubwa sana. Endeleeni kupambana na kumsaidia mbunge. Ninyi mmechelewa tu kuja, mngewahi, ninaamini Njombe ingekuwa mbali. Sambamba na nyinyi niwapongeze Kings Radio pamoja na Upland. Niwapongeze sana, hizi ni radio kubwa hapa mjini, mnatuelimisha, mnatuhabarisha, lakini pia nikupe pongezi sana mwandishi wa habari kutoka Upland kwa kipaji kikubwa na uwezo ulioonyesha hapa kama jaji mkuu. Kwa kweli nilikuwa nakufuatilia pale nje, nikasema huyu dogo mbona yuko vizuri sana. Kwa kweli Mungu akubariki na ninaomba tuendelee kushirikiana. Pamoja na hao ni vipongeze vyombo vingine vya habari. Na waona wasanii hapa, waandishi wa habari wa siku nyingi wenye uzoefu, mimi nimefanya nao kazi kwa muda mrefu. Na wapongeza sana vyombo vyote vya habari mlioko hapa. Ninaomba jambo hili liende duniani kwamba Njombe na Mwanyika tumeamka. Watu waje wajifunze Njombe kwenye matukio mbalimbali. Mwisho kabisa niseme Mungu wa mbinguni awabariki. Asanteni sana. Tuendelee kumwombea leo Mwanyika ili aendelee kuingarisha Njombe yetu. Asante sana na Mungu awabariki sana.